inajifunga, inaniambia kwamba ni mwanzo, inajifunga. I hope itaangusha hii. Sawa, tutashikilia hapo mwanzo, ndio tunafungua na ndio tunasoma. Umefungua? Amen. Let's read it. Bible says, in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, and the first day. Kwa Kiswahili nasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Tuombe. Mwenyezi, kwa jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu ya siku ya leo ambao umetupatia tuweze kusikia neno lako. Wewe ni Mungu ambaye ananena. Naomba Bwana unene nasi. Asili yako ni Mungu ambaye ananena. Na Bwana, kadri na mapenzi yako, naomba unitumie kama chombo chako, sauti yako kunena na watu wako sawa na mapenzi yako katika Kristo Yesu. Asante Bwana kwa sababu utatenda Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu wa kutenda. Tunajiachilia mbele zako Bwana, kila mmoja wetu, na Bwana hata wale ambao wanaweza kutusikiza baadaye. Ninaomba kwamba kila mmoja utaweza kuwazungumza. Amen. You may have your seats in the presence of the Lord. Nimesema nitanena kwa ufupi, sitachukua muda mrefu. Ingawa ninaona leo kuna muda, kama hiyo watch inafanya vizuri, ya ni saa 6:05. Na nashukuru Mungu. Tumesoma mwanzo kabisa wa Biblia. Mwanzo inamaanisha mwanzo. Mwanzo basi inamaanisha ninataka kuongelea mambo ya mwanzo ama mambo chanzo. Lakini the title of my message today, which I'm introducing, and I'm hoping that another day Mungu akitupatia nafasi tunaweza kuendeleza. For those who are writing, you can write the power of being. The power of being. I want us to talk about the power of being, or the power of becoming. Na iwe tabia zako kubeba na daftari na kuweza kunakili kile kinasemwa, ama unaweza kunakili kwa Biblia, kwa simu yako, simu ya rununu, ama uwe na mahali ambapo unanakili kile kinasemwa. Ni maana. We are going to talk about the power of being under the theme. And you, if you are writing, you can still write. The Spirit, that is the Holy Spirit, is the atmosphere and the power of being. The Spirit is the atmosphere and the power of being. Ninamaanisha nini? Tunaongelea nguvu za kukua ama nguvu za kufanya vitu ziwe. Under the theme, ama mada yetu kamili ni
Roho wa Bwana ndio anatengeza hali na tena ndiye nguvu za kukua ama za kufanyika. I'm not finding a better Swahili word to explain that, but we will continue. We have read from Genesis chapter 1 verse 1, and the Bible is telling us, in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was formless and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was moving over the face of the deep. And then God started speaking. God said, "Let there be," and there was. Let there be, and there was. And that is my interest. That speaking is my interest today. Kitu ambacho ningependa uweze kunakili ama kuweka maanani. Verse 2 inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Wakati Roho wa Mungu alitulia juu ya vilindi ama juu ya uso wa maji, Bwana akaanza kusema. Mungu akaanza kusema. Na vile alisema, jambo la kwanza Mungu alisema iwe nuru. Na ikawa nuru. Note, pia unahitaji kunote. Mungu alisema ni nini kwanza? Alisema nini kwanza iwe, na ikawa. Na kwa sababu gani akasema iwe nuru na ikawa nuru? Mbona hakusema kwanza iwe kitu kingine? Alisema iwe nuru na ikawa nuru. Nimesema leo sitamalizia. Ningependa kuweka msingi wa hili neno. Tumesoma katika kitabu cha Mwanzo, the book is called Genesis. Na inaitwa Mwanzo kwa Kiswahili. Genesis inamaanisha nini? Is a borrowed word ambayo imetoka kwa lugha ya Kiyunani. Na inamaanisha original or generation. Generation ni mwanzo, kuanza vitu, to generate things. So Genesis is a book of generation or generating things. A book of originals. Tunaelewa? Hivi juzi watu walikuwa wanasema China, mambo vitu za China ni fake. Tunasema simu za China. Ndio hii sasa ni original form. Original. We are talking about generation. We are talking about genesis of things. Mwanzo wa vitu. The book is fitly called Genesis. Kwa sababu gani? Inaitwa Genesis kwa sababu ni historia ya mwanzo, ama ni historia ya chanzo cha vitu. Tunaelewa? So, ni historia ya the creation of the world, historia ya the entrance of sin and death. It is a history of creation of the world. It's a history of the entrance of sin and death into the world. It's a history of the invention of arts. Ni historia ya pale uchoraji ama skills zilitokea. It is a history of the rise of nations. Tukiongea kuhusu kwamba hawa ni wa Afrika, hawa ni wa Asia, hawa ni wa Amerika, ilianza wapi? Chanzo cha hiyo kwamba chanzo cha mataifa ilianzia wapi? Inaanzia Genesis. The planting of the church. That one I will leave for today. We will talk about it another day in the book of Acts. It is Genesis. Inaitwa Genesis kwa sababu it helps us to understand the state of early days. Mwanzo ama kitabu cha Mwanzo kinatueleza mambo vile hali ilikuwa pale mwanzo.
Hallelujah. Amen. It is a history of generation, the generation of Abraham, the generation of Adam, the generation of Noah, the generation of Abraham, and endless. Utaongea kuhusu Yuda, utaongea kuhusu, inakueleza vizazi na vizazi. Ana inakuja kuzungumza kizazi cha Yesu Kristo in the New Testament. The New Testament is also called a Genesis. Kwa Kiyunani wanaita ni Biblos Genesios, ambayo inamaanisha the generation of Jesus Christ. The generation of Jesus, ama mwanzo ama kizazi cha Yesu Kristo. Unashangaa tunaelekea wapi? Ningependa kwanza uelewe, kitabu cha Mwanzo ni kitabu ambacho kinatueleza historia ya mwanzo, ya chanzo cha vitu. Ni kitabu kinatueleza historia ya chanzo cha vizazi, inatueleza chanzo cha kazi, inatueleza chanzo cha maisha, inatueleza chanzo cha uzima, inatueleza mambo yalitoka wapi, mtu alitoka wapi, chuma ilitoka wapi. Hata tukiangalia huku, hii ni glass ilitoka wapi, chuma ilitoka wapi, inatueleza mambo ya mwanzo. Now, when you look at that, who is doing the creation? Ni nani mwenye mwanzo? Ama ni nani mwenye haya mianzo ya mambo? Kwa sababu mambo yakawa, miti zikakuwa, wanyama wakawa, watu wakawa, vitu zikawa. Ni nani mwenye hii mwanzo? And you can say God is the author and the cause of creation. If you are writing, you can write that and say God is the author and the cause of creation, or the work of creation. God is the author and the cause of the work of creation. Mungu katika Kiebrania anaitwa Elohim. Kila jina ya Kiebrania iko na maana. Kama jina langu mimi naitwa Mbede. Kama ningeweza kuinterpret hiyo jina vile inamaanisha, lazima niweke tone yake. Tone inamaanisha utatamka kwamba Mbede inamaanisha you hook it. Hook something. Ni kama unataka kutoa, sijui vile huwa nini inatolewa avocado juu, lakini machungwa ninajua una hook na kitu unavuta inaanguka. So Mbede, hiyo ni jina langu. Kila jina ya Kiebrania iko na maana. Jina Elohim inamaanisha El peke yake inamaanisha the strong God. Elohim. So El ni Mungu. Mungu ambaye ni Mungu mwenye nguvu. And ni nani angeweza kufanya hii kazi kama sio Mungu mwenye nguvu? Ukiangalia milima, vile milima zimejengwa, unaona kwamba lazima yule mtu alijenga mlima lazima awe ni mtu mwenye nguvu. So Elohim, the Bible says in the beginning Elohim, ni parashit para Elohim, haaretz es masamayim. In the beginning God, Elohim, created the heavens and the earth. In the beginning, the strong one. Ningependa uweze kuelewa hivyo. Pale mwanzo, yule Mungu mwenye nguvu, ama yule mtu mwenye nguvu, akaumba ulimwengu. Ama akaumba ulimwengu na akaumba mbingu na nchi. Hivi inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Inamaanisha katika mwanzo ama pale mwanzo mtu mwenye nguvu ama yule mwenye nguvu akaumba mbingu na nchi.
So it was the power of God that created. It was the power of God. It was the power of the strong one that created things. Inamaanisha, if it was not the strong one, then things would have not been. Tunaelewana? Kabisa. So, the power of God, the creator, and inamaanisha the strong one. And what less than the Almighty could create things out of nothing. Ningependa uelewe hivi. Pale mwanzo hakukuwa na kitu kingine. Yule peke yake ambaye alikuwa ni huyu, the strong one, Elohim. Huyo tu peke yake ndiye alikuwa. Mungu peke yake ndiye alikuwa. So, Mungu akawa kwamba, so in the beginning, when God started creating, there was nothing apart from God. Hakukuwa na kitu kingine. Imagine, ningependa uingie kwa akili yako uweze kuelewa kwamba hakukuwa na kitu kingine except Mungu. Hakukuwa na kitu kingine, there was nothing. Hapa tunaweza kuona hapa ninakuza ni kama hakuna kitu, lakini sio. Hapa kuna hewa. Sivyo? Hapa kuna hewa. So, but in the beginning there was nothing except God. Inamaanisha wakati Mungu alianza kuumba ama vitu ambavyo Mungu aliviumba kutoka kwa nini? Out of nothing. Sasa nothing inaitwaje kwa Kiswahili? Ukiwa. Aliviumba vitu kutoka kwa ukiwa. It is only God who is able to create out of nothing. Imagine kwamba hakukuwa na kitu kingine except God. And I want you to understand that the Bible says the Spirit of God was hovering upon the waters. There was the waters. When God started speaking, He created the heavens. Wakati Mungu anaanza kuumba, wakati alizungumza heavens ikawa, akazungumza earth ikawa. Biblia inasema hiyo nchi ambayo ilikuwa, wakati akaanza kuzungumza sasa, akaanza kuzungumza iwe nuru na kuwe. Biblia inasema kwamba hiyo kulikuwa na giza ambayo ilikuwa imetanda katika juu ya maji. Giza ilikuwa imetanda juu ya maji. But the Spirit of God was upon the waters. Let me remind you of what we are talking about. We are talking about the Spirit is the atmosphere and the power of becoming. The Spirit is the atmosphere and the power of becoming. Inamaanisha Roho wa Bwana ndio utayarisha mahali Mungu akizungumza, ama pale Mungu akizungumza mambo yanakuwa. Yeye ndiye anaweka hiyo nguvu kile Mungu anasema. The Spirit was upon the waters. And then God said, iwe nuru. God started speaking. When the Spirit of God was hovering around above the waters that He had already created. And then He spoke, let there be light, and there was light. Kwa sababu the things that God was going to create, they needed light to exist. Na giza ndio ilikuwa imetanda juu ya maji. So Mungu akazungumza, nuru ikawa. So everything that God is going to create, He's going to create by speaking. Before everything, God was there. When you read John chapter 1 verse 1, the Bible says in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And there was nothing that was created without the Word. We will get there, but let's build the foundation. Kile ningependa uelewe leo ni kwamba the Spirit was upon the waters. It created the atmosphere in which God would speak. It created the ambience in which God would speak.
He created the place, an environment where God would speak. And when God started speaking, things started happening. Hallelujah. Amen. When God spoke, things became. Biblia inasema akanena, Mungu akanena, verse 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Na Mungu akaiona ni nzuri, akaigawanya. Nuru ni nzuri kushinda, akaona nuru ni nzuri kushinda giza. Akaigawa, giza iwe usiku na nuru iwe mchana, na akaita hivyo. Na bado kuna giza. Na mpaka wa leo kuna nuru, kuna siku ya nuru ambayo inaitwa siku, na usiku inaitwa usiku. Usiku ndio wakati wa giza. Giza inaitwa usiku, nuru inaitwa mchana. Mungu akasema na yakawa. Roho wa Bwana ndiyo hali ambayo inaleta mambo kukua. Haleluya. Amen. Roho wa Bwana ndiyo hali ambayo inaleta mambo kukua. When God speaks, when the Spirit is, things happen. And we will get to where we are going. The Son of God is the eternal Word. And is the wisdom of the Father. And he was with the Father in the beginning. The Bible says God, the One was with God. In the beginning was the One, and the One was with God. Nisome kwa Kiswahili. Biblia inasema hivi. Kwa Kiswahili inasema hivi. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na Biblia inasema verse 4, ndani yake ndimo kulikuwamo uzima. Ndani ya huyo neno kulikuwamo na uzima. Inamaanisha nje yake hakuna uzima. Ama hakuna kuishi. Na inasema nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Uzima ulikuwa nuru ya watu. We will get there. But verse 14 inasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa Bwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na ukweli. Yule neno ambaye alikuwa na Mungu pale mwanzo akawa mwili, akawa kwetu, akawa katikati yetu. Tukaona utukufu wake, utukufu kama utukufu wa nani? Kama utukufu wa Baba. Tukaona utukufu wake. So I'm saying that the Son of God is the eternal Word. Yesu mwana wa Mungu ndio neno lile ambalo Mungu alitumia pale mwanzo kunena mambo yakawa. Na yeye ndio hekima ya Mungu. Na alikuwa na Mungu pale mwanzo. And the Bible says that the world was made by him and nothing was made without him. The one was made by the Word, and nothing can become without the Word. Tunaelewa? Biblia inasema mambo yalikuwa ama yalifanyika kwa neno lile, na bila neno hakuna jambo lolote lingefanyika. Tunaelekea wapi? We are saying that the Spirit is the atmosphere of being and is the power of being. But without the Word, without the Word, things cannot become. Things come to be where the Spirit of God is. When the Spirit gives power for things to become. Hallelujah. Amen. The Spirit will give power for things to become. Hallelujah. Amen. Hii inapotea. Lakini tutaendelea. So how did God create? I've already said that God created from nothing.
He created from nothing. Alitengeneza mambo kutoka kwa ukiwa. Alitengeneza mambo kutoka kwa ukiwa. So God created it, that is the world, or everything that is. He made it out of nothing. There was not any pre-existent matter out of which the world was produced. Hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa ambayo Mungu alitumia kutengeneza ulimwengu. The fish and the fowl were indeed produced from the waters, and the beast and the man out of the earth. But that earth and those waters were made out of nothing. Mungu akaumba mwanadamu. Biblia inasema kwamba ikafika siku ya sita na Mungu akachukua udongo akautengeneza mwanadamu. Hiyo udongo ambaye alichukua, Mungu alinena na ikafanyika. Hallelujah. Amen. Mungu alinena udongo ikawa udongo. Na Mungu akachukua, the only thing ambayo Mungu alitumia mikono yake, kama tunataka kutumia lugha ya mwanadamu, ni mwanadamu tu peke yake ndio Mungu akachukua udongo akaunda kwa mikono yake na akampumulia pumzi yake, mwanadamu akawa. But every other thing, even the animals, alizungumza iwe wanyama na wanyama wakawa. Vile tu alizungumza nuru. So in the beginning of time, God spoke things to existence. Hallelujah. Amen. In the beginning of time, before time there was nothing except God. But in the beginning of time, God spoke things to existence. Hilo ndio jambo ningependa uelewe siku ya leo, kwamba Mungu akuna uwezo wa kutengeza vitu kutoka kwa kiwa. Yule ambaye alitengeneza hii Biblia alitengeneza kutoka kwa karatasi, kitu ambacho alikuwa nacho tayari. Yule ambaye alitengeneza simu kama hii alitengeneza kwa materials ambayo zilikuwa tayari. Yule alitengeneza hii keyboard alitengeneza kwa material ambayo ilikuwa, lakini Mungu alizungumza haya mambo yote yakawa. Hallelujah. Amen. You need to respect the word. The word is the agent of being. The spirit is the power of being. The word is the agent of being. Amen. Amen. Wakati Mungu alianza kuzungumza, mambo yakaanza kukua. Mambo yakaanza kukua. Mungu akazungumza iwe nuru. When you look at verse 3, God said, "Let there be light," and there was light. In verse 6, God said, "Let there be the expanse in the midst of the water," and there was. In verse 9, "Let there be waters under the heavens," and there was. And there was. Na utaendelea tu hivyo. Mungu alikuwa anazungumza. Verse 11, and God said, "Let the earth sprout vegetation, plants yielding seeds, fruits bearing," and there was. Verse 14, and God said, "Let there be lights in the expanse," and there was. Verse 17, and God said. Verse 20, and God said, "Let the waters swam with swarms of living," and there was. And that way and that way. So everything that we are seeing, God spoke them to existence. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu akazungumuza, mambo yakawa. The word is able to create things. What are you carrying in your... Some are carrying in their laps. I'm carrying in my hand the word that brought things to existence. When you read this word and speak it to your situations, they will become as you speak them. Amen. They will become as you speak them. This is the power of being. This is the agent of being. And next time we will talk about the creation of the atmosphere that brings the becoming, the being. When the word is spoken, huwezi kunena neno tu, huwezi kunena neno kwa mlevi pale, neno ikakuwa. Huwezi kunena tu kwa mtu yote, neno ikawa.
there must be an atmosphere that brings the becoming. Amen. Amen. But it is the word which is the agent of being. You can start praying and saying, I had Mama alikuwa anazungumza anasema the song was saying, and she also said, ninasikia roho wa Bwana akisema nini? Tuombe sana. When we pray and tell and I'm going to be blessed, you speak to your situation and say, I am going to be blessed. And you talk to Peter that, Peter, you are going to be blessed this day. And it becomes. Because the one is the agent of becoming. Where the Spirit of God imetanda, neno likinenwa inakuja kufanyika. Hallelujah. Amen. We are in tuko katika janga la corona. Tumesoma mwanzo. Wengine wamepoteza kazi zao. Wengine wamepoteza. In fact, many people are going to start anew. I'm saying this. You have the agent of being. You are able to speak to your business, and your business will listen. Because business ilitengenezwa kwa neno. Hallelujah. Amen. Hakuna kitu kilitengenezwa pasipo neno. Hakuna kitu kilitengenezwa pasipo neno. Chochote unaweza kuona ilitengenezwa kwa neno. Ilikuja kwa neno. Mungu akanena. And that's why the Bible is very clear that God spoke and it became. But where was God speaking? Where the Spirit of God was. We leave it at that point. Amen. Amen. We will continue another day when God gives us a chance to continue. But I want you to go out, go back home, knowing that you can create things by the word out of nothing. Amen. 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 Unaweza kuanza business na uiambie business utakuwa na itakuwa.